Uvira News TV, multimedia service kwa ajili yako. Na kipindi hiki wale ambao wanakuwa kwenye YouTube wanakuwa na fursa ya kuweza kuona yale ambao tunakuwa tukizungumzia ndani ya redio ya kijamii Uvira FM kupitia TV Uvira News TV ambayo inaongozwa na Bwana Majaga. Ndio kwa maana anasaidia kipindi hiki kipate kusikika kama kuonekana kunako Uvira News TV. Kwa hiyo moja kwa moja tutakuwa tumezungumzia mada yetu. Ni kwamba mada yetu ya leo nasema kufunguliwa kwa muda kwake kinara wa chama cha kisiasa ENC Vital Kamerhe. Na bila kukawia, acha tukaribishe walikuwa wetu ambao tayari wanakuwa ndani ya studio. Fundi mitambo ni Figo London ambaye anafanya kwamba mpate kusikia sauti yetu mahali popote mulipo. Kwa hiyo acha tumkaribishe Bwana Daya. Jambo na karibu tena ndani ya studio. Wewe unawakilisha IDPS. Jambo sana. Asante sana kwa kupata mwaliko. Tunakaribisha vile vile Bwana Onesphore Iobia Theophile wa chama cha RRC, ni chama ambacho kinakuwa katika FCC. Bwana Onesphore, jambo na karibu. Asante bwana journaliste, na shukrani sana kwa ndugu wote ambao wanaotusikia kwa siku ya leo. Nafikiri ni mara ya kwanza kuingia ndani ya studio ya Uvira FM. Hapa ndani ya studio ya Uvira FM. Tunashukuru sana. Tunakaribisha bwana ambaye anaitwa Zialirwa Lomami Leonard, porte-parole wa ENC Uvira. Bwana Lomami, tunasema jambo na karibu tena. Asante bwana journalist. Tunasema asante na tunasema karibu kwa kutupokea hapa, na tunaalika wanamemba wetu wote wafungue masikio watufate kwa makini namna gani tutaongelea kuhusu kinara wetu Vital Kamerhe. Tunashukuru sana. Shirika la kiraia tayari ndani ya studio, Nouvelle Société Civile Congolaise, ambayo inawakilishwa na mratibu makamu wa shirika hilo Bwana Mafikiri Mashimango Alexi. Nafikiri ni hivyo kama sijakosea. Nashukuru sana. Karibu tena. Ndio. Basi ndio, na tunakaribisha yule ambaye anatusaidia ili kwamba mpate kutuona kwenye YouTube. Anaitwa Majaga, anakuwa akifanya mambo ili kwamba mpate kuona kipindi hiki kupitia mtandao wa YouTube. Kwa hiyo tunachambua mada hii. Nimesema kwamba tutazungumzia kuhusu hali ya siasa kwa sasa nchini Kongo ya Kidemokrasia, ambako tutakazia kuhusu kufunguliwa kwa muda kwa kinara wa chama cha kisiasa ENC Vital Kamerhe. Bwana Daya, nyinyi ni chama madarakani, namna gani mmepokea ima upande wenu, mumeona namna gani baada ya kinara wa chama cha ENC kufunguliwa? Upande wenu mmepokea namna gani hali hiyo? Sisi kwa gesi tumepokea hali hiyo, tumepokea kama gesi wengine wa Kongomani walivyopokea. Kwa upande wetu sisi tunasema kama justice imefanya kazi yake, na tumeona gisi Vital Kamerhe ambaye ni kinara wa ENC ametolewa ndani ya gereza. Ni kwa hiyo sisi tunasema kama hatuwezi tukaingia mambo ya justice. Justice ikifanya kazi yake, imefanya kazi yake. Ni hivyo kwa gisi tumepokea. So, Bwana wa Lomami, wewe ni mtu wa ENC, kinara wenu amefunguliwa kwa muda. Upande wenu umepokea namna gani kufunguliwa kwake kwa muda? Tunapokea kufunguliwa kwake kwa muda na shangwe na furaha kweli, sababu kisha miaka mingi tulikuwa tukiomba hiyo liberté provisoire, muda ya bado ilikuwa haijafika. Tunasema asante gisi imefika na tumeipokea kwa shangwe. Tunashukuru sana. Bwana wa RRC, Bwana Onesphore Iobia, wewe ni mtu wa chama ambacho kinakuwa upande wa FCC. Nafikiri ni FCC kwa leo ni watu wa upinzani. Upande wenu mmepokea namna gani kufunguliwa kwake Vital Kamerhe? Nashukuru sana bwana mtangazaji, kwa sababu kufunguliwa kwake bwana Vital Kamerhe ilikuja kama vile mshtuko kwetu. Kama vile unajua, wakati bwana Vital Kamerhe alipofungwa, maneno ilikuwa mengi sana. Watu walisema ndio ni FCC ndio ilifanya complot na IDPS kusudi waweze kumtia nguvuni bwana Vital Kamerhe, lakini wakati alipotolewa, alipopata hii liberté provisoire ambayo sisi tunakonsidere kama vile akitima yenye iko indirect, yenye watu wa siasa wa kuweza kutufasiria zaidi, ambayo sisi tunaona kama ni akitima indirect ambayo inakuja ndani ya nchi yetu wakati nchi inajikuta katika situation ambazo zinaweza kufikia kwenye uchaguzi. Tunashukuru sana. Bwana wa Societe Civile, wewe kama mtu wa shirika la kiraia, nyinyi ni watu ambao mnasimamia raia. Upande wenu nyinyi raia
mmepokea namna gani kufunguliwa kwa muda kwake kinara Vital Kamerhe? Nyinyi mnaona namna gani hiyo mambo? Pour pousser population d'abord que ni haiko mshangao kwa sababu mara nyingi Mkongo pako ma decision politique iko na influence sur les affaires judiciaires, na ndio maana wakati ilifika par rapport na gisi bali polemika kadi manière judiciaire ya ikuwa mshangao ya ajabu kwa sababu ni kitu kibato walikuwa wanajiwatandra tu moment inaweza kuwa vile. Tunashukuru sana. Acha tuingie kiundani. Daya, umesema kwamba hamwezi mkaingilia mambo ya sheria ama justice. Justice imefanya kazi yake. Justice imefanya kazi namna gani? Kama gisi umeona, je, justice imeheshimu kazi ambayo ingepaswa ifanya ama ilikuwa namna gani? Kwa sababu nasema hamwezi ingilia justice, yani justice imeamua hiyo kikatiba ama kisheria ama namna gani? Kwa sababu nasema hamwezi mkaingilia justice. Asante sana kwa swali lako journaliste. Mimi nafikiria kama watu inabidi waelewe, wakati sisi tuliingia madarakani tuliweza kuambia raia wa Kongo kama tutaleta etat de droit, yani sheria itakuwa kwa watu wote, sheria itasimama. Na wakati tumeweka hiyo sheria, hatuwezi tukaingilia mambo ya justice. Justice inafanya kazi yake. Bwana Kamerhe, kinara wa INC, alikuwa condamné, alihukumiwa kwa instance ya kwanza, ikabidi akakataa, akaenda kwa instance ya pili akahukumiwa, ikabidi akaenda ku koti kuu, cour de cassation. Wakati alipofika huko, ikaonekana kama justice ikaona kama anastahili kupewa liberté provisoire, na kitu kile unapaswa kujua mwa hizo instances zote alikuwa akipita ni kama vile vitu vinaanza upya. Akihukumiwa, akienda akiinterjeter appel au akikataa gisi alivyohukumiwa, akasema nimehukumiwa sio ni kinyume cha sheria, anakwenda kwa instance nyingine, pale wanaanza tena upya masambo. Wanaanza tena upya, wakikuhukumu tena unaenda tena mpaka kwa cour de cassation, na kule njoo waliona kama anastahili kupewa liberté provisoire. Je, Aisha eneza miaka 2.5 kabisa tangu amefungwa, kwa sababu tukiangalia ilikuwa kama mwisho wa mwaka wa 2019 ama 2002 kama 2020 kama sijakosea. Je, Aisha enea miaka 2.5, na ikiwa umesema kwamba amefunguliwa, mnafurahia kufunguliwa kwake kwa muda ama mlikuwa napendelea nini zaidi? Tunasema hivi, tunashukuru kwanza Mungu kwa kuona bakongomani balilia usiku kama vile mchana kinara apewe kwanza liberté provisoire. Tunaifurahia, me tunasema sheria iendelee kufanya kazi yake. Sisi atubakilie ku liberté provisoire. Tunachunga acquittement pire et simple de notre leader. Parce que mpaka sai iko na jouir na liberté provisoire. Na liberté provisoire yenye balimupa, d'abord je suis content kwa kuona sheria kisha kufanya kazi ilikuta kama honorable Vital Kamerhe haiko mtu mwenye baneza shakia, parce que pour que bakupatie liberté provisoire il y a des conditions, il y a des études zinakuwa effectuées. Ils ont compris que la personne de Kamerhe n'est pas une personne à craindre, pour dire que même si on donnait une liberté provisoire à Kamerhe hatakimbia nchi, atakuwa ndani ya nchi kwa muda wote ile yenye watapenda kumpata watampata, ili aendeleshe masambo ili tufike kwenye acquittement pire et simple. Na mpaka hivi hamjakubali kama wamemfunga kisheria kabisa kama amekula pesa za nchi? Tunasema hivi, bwana Kamerhe hajawahi kula pesa za nchi. Sawa, tunashukuru, utaongezea baadaye. Bwana Onesphore, wewe ni mtu wa upande wa FCC ama parti RRC, upande wenu mmeona namna gani hii hali ya INC kinara wao kufunguliwa kwa muda? Je, amuone kama labda kunaweza kukawa kitu fulani kanaonekana pale upande wenu nyinyi watu wa FCC ili kwamba huyu mtu apate kuachiwa kwanza kwa muda? Nashukuru sana bwana journalist, kwa sababu tangu mwanzo mimi nilianza kusema ya kuwa kuachiliwa kwake kwa muda bwana Vital Kamerhe inatokana kwanza na maanje electoral ambazo tunaweza kufikia kwa sasa. Kwa sababu gani mimi nasema vile? Sisi wote kama vile wafanya siasa wa nchi hii ya Kongo
tunajua kindani ndani ya kuwa wakati designation ya bamambre benye balipasha kuongoza seni ni pale kulianza kutoka malalamiko fulani hata ndani ya hii ambayo tunaita leo Union Sacrée. Kwa sababu gani? Wakati walimteua bwana Kadima kwenye kiti cha uongozi wa seni ni pale ambapo kulianza kutoka fujo. Hata kwa sasa kuzisia bwana Moise Katumbi haijajulikana ndani ya Union Sacrée. Kwa sababu gani? Na leo watu wa Union Sacrée wanakuja kuangalia katika este yetu ya Republike ni mtu gani ambao anaweza kuwasaidia tena kwa kufanya kampanya nzuri kwa bwana Felix Tshisekedi. Ni pale ambapo sasa waliangalia vizuri na kusema no tumpatie kwanza bwana Vital Kamerhe liberté provisoire. Muda wakati tutampatia ile liberté provisoire tutamshurutisha zingine akoro. Usisababu bwana journaliste katika akoro za Nairobi. Bwana Vital Kamerhe no, ile ni analize yetu sisi kama vile watu wa FCC. Kwa sababu gani? Hata bwana Felix Tshisekedi wakati aliingia katika madaraka aliona ya kuwa kweli hawezi kuongoza hii nchi bila msaada. Ni pale alifanya kwanza akoro na FCC. Na wakati alipoona watu wanasema no hawezi kuongoza hii nchi ukiwa na Joseph Kabila au ukiwa na watu wa FCC ambao waliharibisha nchi hivi na hivi. Wakati ambao tuliwaachia madaraka, leo tunaanza ona vitu yote ya mshtuko. Hata kwa sasa ukimuuliza hawa wote tuko hapa na bwana mtu wa ANC na bwana mtu wa UDPS hawajui hata le point fondé ya Union Sacrée. L'idée maîtresse ya Union Sacrée ni nini? Objectif yabo inaendea wapi kwa sasa? Hawajui. Na pale waliona sasa no avec bwana Katumbi kwa hii malangaji zake zote hatujui kama este tunaweza iganye. Sasa tuangalie namna gani ya kumkamata bwana Vital Kamerhe ili tuweze kufanya zingine akoro wataigania sana Vital Kamerhe wanapatia liberté provisoire. Iko inaruhusiwa na sheria wa liberté provisoire asaidie mtu mkampani? Inawezekana. Ama watamwachia na lote watampatia nyingine liberté sasa yote na lote? Bwana mtangazaji, kama vile unajua mwaka bado haijaisha. Rais wa nchi anakuwa na mamlaka ya kupatia watu wote grâce présidentielle. Sawa, tunashukuru, utaongezea baadaye. Societe civile, unasikia gisi mambo yapo. Tumeshuhudia procès yake bwana Vital Kamerhe. Akaenda huko akamjisha kama miaka 20. Akakata rufaa, akaenda wakasamba wakamkatia miaka 13 wakihakikisha kwamba amekula 57 millions de dollars. Sasa kwa leo wanampa liberté provisoire. Upande wenu nyinyi raia kama gisi mmeshuhudia, mnasema aje kuhusu hiyo swali? Je, walikuwa wakimdanganyia ama hiyo liberté provisoire inatokana na nini ili kwamba aipate wakati wamesema kwamba amekula 57 millions de dollars bwana Mashimanga? Na wazi ke mwanzo nilisema kwamba kama les affaires politiques ziko na influence sana katika affaires juridiques. Unakutana ke politiki iko napenda kama TDC kajua sheria. Na vitu ilipitikana sana kwa mheshimiwa Kamerhe kindani. Kwanza ukienda en profondeur ya hii de procès ilipitikana, alisamba sur les instances judiciaires kwa ile kusamba yake ya kwanza ku tribunal bali mujije soit disant 20 ans de prison. Akafanya recours kuna le cour d'appel bakajuge kusema kama il faut 13 ans. Mais ukianalyser de manière approfondie utakutana palikuwa main noir politique yenye tout simplement balikuwa penda basacrifier Kamerhe. Ça je le dis en tant que mtu wa société civile, d'abord était comme société civile, kusema kama il y a eu un pouvoir politique ilikuwa na influencer sana kwa juu ya kufunga Kamerhe. C'est pourquoi dernière minute maintenant ça na carte qu'on a changé, il faut tena ule mtu walizingishia d'une manière d'une autre afunguliwe, parce que mimi siko nashindwa kuelewa à la même minute ule mtu alisema kama aliba milioni. D'abord ile franga inaliba ça procès kunaendelea. Ukifuata procès mzuri avec des preuves tangibles utakutana kama hakuna ile justification. Mais unakutana maintenant donc ni justification hakuna, mais aussi unakutana que du début à la fin pas comme une politique, c'est-à-dire tant que Mkongo patakuwa kwa nani ba autorité politique bako najiweka mu affaire juridique, donc juridique bitu ya sheria, utakutana que à tout moment c'est la population ndio itakuwa na perdre. C'est-à-dire kama vraiment ilikuwa jugement ya kweli ya kusema kama Kamerhe aliba, on devait le prouver na watu wa century kama vraiment
iko kweli aliiba. Mais sa procès ilikuwa difficile sana kuidentify vraiment huyu mtu aliiba. Na mu dernière minute ona bale batu. Sasa hii ni organisation bien fondée, ilikuwa pale mu dernière minute wasema pana tunafanya recours. Voilà pour la politique. Il cherche une cour d'appel, faire recours au cour de cassation, mu dernière minute tangala qui tutafanya. Voilà, comme c'est une main politique, ça il a fait mu cour de cassation. Maintenant l'autorité nani wa yulu pale anasema non, il faut libérer Kamere. Voilà maintenant, même si mwenzangu anasema kama wa IDPS anasema kama il y a séparation de pouvoir, ça c'est une politique ilikuwa Charles de Montesquieu. C'est Charles de Montesquieu ndio mwandishi alisema kama pour l'intérêt, pour que pas quoi liberté politique, il faut pas quoi séparation de pouvoir. Mais intérieurement sur le plan maintenant ma pays amis surtout la RDC, utakutana kama ile séparation de pouvoir iko ku test tout simplement, mais pratiquement kuna séparation de pouvoir, c'est l'exécutif ndio iko na conditionné bitu bitapitikana sur le plan judiciaire. Na ndio maana ukutana kama bebiko nafika sama mkongo batu dima di notre bako kwa surprise, donc la population iko surprise parce que bebiko nafika bana comprendre ndio kisi biko. Tunashukuru sana. Acha ndarudilia kwanza mtu wa ENC kabla ya mtu wa IDPS. Bwana Lomami, wewe ni porte-parole wa porte-parole AI ambaye unaongoza ama unawakilisha chama cha ENC. Umesema mmefurahia kwanza liberté provisoire ya kinara wenu Vital Kamerhe. Ningependelea kujua, mmesema mmefurahia na tunaenda katika harakati za uchaguzi mwaka wa 2023. Ikiwa sasa hiyo mambo yatakuwa yamefika hadi wakati wa uchaguzi na anakuwa tuna liberté provisoire, mnafikiri kabisa hiyo kufunguliwa kwake kwa muda itakuwa na faida kwenu nyinyi watu wa ENC, wakati atakuwa labda kisheria haruhusiwe kugombea kama rais, deputy ama nani? Mnafikiri itakuwa na faida kwenu kabisa, wakati mnapendelea kinara wenu aendelee kuwa mfanya siasa na aendelee kufanya siasa ndani ya nchi ya Kongo? Bwana journaliste, nilipenda nikujulishe kitu kimoya. President wangu alikuwa condamné ku première instance, tukafaa recours. Cela veut dire wakati tunafaa recours hauko content na jugement yenyewe ilitoka. Ile jugement yenyewe ilitoka wakati tulienda en appel, ku cour d'appel, le jugement est tombé caduc. Ile unifate mzuri bwana journaliste. Tunaenda ku appel yenyewe tulienda kwa bana tu condamné à 13 ans de prison. Tunafaa recours. Dès lors que tunaenda en appel, ça c'est le droit. À moins que Bandougué tout quelque chose va te contredire. Dès lors qu'on est en appel, cela signifie que tu n'as pas été content du jugement effectué. Na wakati bana acté, cela veut dire que il est jugement na eu na tombé. Voilà que nous nous sommes retrouvés en cassation. Par la cassation que tu l'écoutes et un peu partout que tu le vois dans différentes instances tu le vois on nous privait la liberté provisoire parce que ils étaient encore mon étape ya évaluer na kutafuta madoni, parce que uta comprendre avec moi que masambo ya président Kamerhe ilikuwa masambo yenye ilianguka par une parole de la rue. Batu wanalalamika le kinwa e konsoro Kamerhe aliba yani akuibaka. Kamerhe bado hajawahi kuiba. Hii na isuligne en rouge. 57 millions ilienda. D'ailleurs on ongea 57, les autres nous parlaient de 300 millions. Ah, procès à 100 jours, il est procès à 100 jours, bakasema 48 millions. Je ne sais pas entre weye journaliste nani anasema ya kweli. 57 millions ndio mimi najua wamesema kama ma maison préfabriquée nini 57 millions mesikika na watu wote. Tout le monde pouvait parler de tout ce qu'il pouvait dire parce que wanatupaka majue kumuti yenyeko na matunda mazuri. Ma maison préfabriquée zoko nasema. Je viens de Bukavu, nilizikuta pale déjà ku ISP. Zilipitaka wapi zile ma maison préfabriquée? Shie INC ilo natuambia kama tutaendelea pale jusqu'en 2023 pour les élections. Je vous dis, mon président Kamerhe sera éligible. Hakuna kitu ke dossier iko mweupe haiko noir. Liberté provisoire iko mweupe. Bruno Tshibala mwenye uko naona leo iko na vivre na liberté provisoire que nous ne voulons pas, mais chez tunapenda tuende parce que nilikuambia nous sommes sous une liberté provisoire yenye walituaccorder pour permettre à la justice kuendelesha kufanya maétudes zake, kumene de gauche à droite ma enquête zake pour que tout tombe ku acquittement pire et simple. Yani, nous attendons à l'acquittement.
Nous nous attendons à l'acquittement. Est-ce hakuna mpira mnacheza na IDPS juu muangalie kisi ya kusaidiana tena mu 2023 makoro yenu kama kisi wanasema watu wa FCC na wengine? Hamna mpira, et surtout que les garants de la nation, le magistrat suprême de la RDC a lui reconnaître que Kamere c'est un homme juste. Voilà les qualificatifs des alipatia Kamere. Un homme juste, un homme sérieux et console. Mwenye kesho atajenga nchi. Il a compris que nyuma ya insuffisance zebali constater, il fallait que yenye ifike. Sawa, tunaenda na watu wa IDPS. Unasikia gisi mtu wa FCC amesema, mtu wa IDPS amesema, wa INC amesema na mtu wa société civile. Tungependelea kujua kwanza état de droit inamaanisha nini? État de droit inamaanisha nini? Ili kwamba tupate swali lingine kabla ya kuongezea bwana Daya. Bwana journaliste, mimi nizungumza kama état de droit ni sheria kwa watu wote. Yaani sheria haikamati mdogo wala mkubwa, watu wote wako sawa sawa mbele ya sheria. Yaani mwanaiba anafungwa. Kawaida, hiyo ni kawaida kabisa. Nini imesukuma wajije? Kwa sababu tukisema wajije ni nyinyi ndio mnakuwa madarakani. Nini imesukuma, motive gani imesukuma wale wajije waamue kumpa liberté provisoire? Imetokana na motive gani yenye labda watu wa INC ama jije ameona na kumwambia wende kwanza ukue mfungwa ambaye iko huru? Nini motive yenye wameona kwa kumwachia huru? Bwana journaliste, ndio swali lako ni nzuri sana, lakini kitu kingine unapasha kujua huko kitu wanaita appréciation ya jije. Jije anaweza kuwa ana apprécier kwa kufuatana na dossier, anasema huyu mtu tunaweza kumpatia liberté provisoire sababu vigezo vya liberté provisoire anavieneza. Niyo tu. Kama nini? Kama haja vigezo alile kusema kama tunampatia liberté conditionnelle, hata toka muinchi, atafanya hivi, wanatizama kama vile vitu vyote vinaenea, wanaweza kumpatia liberté provisoire. Na hapo mwanzo nilisema kama liberté provisoire, unajua kuko vitu wenyewe watu wanakuwa wanapasha kuelewa. Mtu kukamatwa, kufungwa, ile ni exception, mais règle générale ni liberté ya mtu. Njo sheria gisi nasema. Sasa kama walifikiria kumpatia ile liberté provisoire, wala mwanzo walikuwa wanamnyima, palikuwa wale wanaitaga les indices c'est balaki walikuwa wanasema vile mtu anaweza katuponyoka wala anaweza kufanya hivi pour que tusijue ukweli uko wapi kufuatana na ile. Yaani hivi hawezi akawaponyoka tena. Si nakwambia walimpatia liberté conditionnelle. Alipewa liberté conditionnelle. Kuna vitu wenyewe hawezi akafanya. Kama nini? Kama vile kutoka ndani ya nchi, hawezi akatoka ndani ya nchi. Hawezi akasafiri. Hiyo tu. Na mengineyo. Uchaguzi kufanya kuchaguliwa. Anaruhusiwa kupostile president. Mpaka hawezi akapostile. Dossier yake ingaliki en cours. Sasa itakuwa faida gani kwa hiyo liberté kama watu wa INC kisi nimemswali? Faida yao itakuwa ni nini? Tumeona wamefurahi Kinshasa, wameicheza, kinara wetu anafunguliwa, sasa faida yao itakuwa nini? Nafikiria nimeshakwambia. Nakwambia hivi, detention, mtu kufungwa. Unanifuata vizuri? Ile iko exception. Règle générale mtu kukua huru. Na wakati wanampatia mtu kuwa huru, haiko kusema kama anakuwa na madroa zote. Hapana. Mbona yasemekana kwamba nyinyi watu wa IDPS hamkufurahia kufunguliwa kwa Vital Kamerhe? Tumeona nani anasema? Watu wa partiza wa moja wa IDPS Kinshasa wamesirika kufunguliwa kwa Vital Kamerhe. Kwa nini? Wakati mnasema sheria imefanya kazi yake. Hivyo ni vitu vya kawaida, kila mtu ana muono wake. Lakini kama vile chama, ulisikia chama inafanya declaration ya kusema kama sisi hatufurahi jinsi anatoka nje? Ulisikia chama inafanya declaration? Usikuwa unakamata maemosio za watu ndio unatafuta kusipatia chama. Mimi nasema hiyo ni kosa kubwa unafanya. Nasema partiza na mimi niko huko. Ndio. Na mimi niko huko. Ndio mimi nakwambia hivi, usikamati emosio ya mtu ukaivika chama. Hapana, ni makosa. Chama iko na mainstance zake za kucommuniquer. Tunashukuru kama ulisikia kuko communiquer secrétaire général. Ndio. Wa chama cha IDPS. Ila ça va ndakubali. Lakini kama ni emosio, mfano emosio ya mimi Daya, hiyo haiwezi kapita. Kile kitu ambacho mtu wa FCC amesema, inawezekana mnapendelea tena mtumikishe Kamerhe ma uchaguzi, labda mnaona huko este hakuna mtu iko kabisa influence wenu, mnaona mtatumikisha. Mmeona hiyo habari ya mtu wa hayo ni mawazo mabaya ya watu wa upinzani. Haitafikia hiyo mambo. Wako amala positionnement ndio maana wanakuwa tafuta mavitu, wanataka mavitu. Hiyo ni vitu ya uongo, havina hata msingi wote. Tunashukuru. Kuna message hapa ambazo zimeandikwa kwenye WhatsApp.
Acha tusome hii message. Huyo anaitwa nani? Anaitwa nani hapa? Ameandika hivi, Vital Kamerhe. Huyu ni Lezo Spuzwe kama gisi nimesoma message yake hapo. Ameandika hivi, ulizo yangu ni hivi, eske hii liberté provisoire ya Kamerhe haitakuwa joke kumtosha lote, ila wanaitilize tu terme provisoire? Bwana Daya, unaweza mjibu nini huyu? Mimi siwezi kufuatana na mazungumzo ya wauditeri. Nazungumza tena hivi, mtu kumpatia liberté provisoire ni digisi mtu yeye niseko unasema haiko akitima. Inabidi watu waelewe hicho, liberté provisoire ni kwa muda. Yaani dossier iko en cours. Sawa, kwa kuachana na wewe kwanza kabla kupatia tena neno, kuna swali hapa Bwana Daya. Mtu ameshutumiwa kuiba 57 millions de dollars. Kisha wanamlomba caution ya 500,000 dollars. Utafauti gani uko pale? Eske mtu ambaye ameshutumiwa 57 millions shatoe 500,000 dollars, unafikiri ni aibu? Journalist, inabidi ujue gisi sheria inavyotumika. Sheria nasemaje? Kosa ya mtu kwa kusema aliiba pesa fulani na kutoa caution ya liberté provisoire, hivyo vitu viwili viko tofauti. Wakati dossier iko en cours, mtu analomba liberté provisoire, hawezi kumomba zile pesa zenyewe uko na mshutumu kuiba. Hivyo vitu haviwezi kuwa. Inabidi mwe mnajua gisi sheria inavyotumika. Wanamomba caution kufuatana na sheria gisi inavyozungumza. Njoo anaomba caution. Sasa wewe ukitafuta kuniambia njoo alibaka 57,000 dollars maana bamwambia rucha 57,000 dollars. Na ya kwa kondisha. Njoo niko nataka kusema. Yaani idadi ya pesa wewe unatafuta kuonesha kama idadi ya pesa ameiba ni kubwa sana kuliko caution amemlomba. Nafikiri ni sheria inasema ni vitu viko wazi hivyo. Ndio sheria inasema kwamba mtu ambaye anaiba pesa fulani, ama tuseme unaenda uza kama soda fast fulani, hauna chupa, ila unapenda ulete chupa na hauna chupa, wanakuambiaka uache caution. Yaani pesa za kulingana na ile chupa umebeba, kwa sababu wakati haulete ile chupa wanabaki na ile pesa yako. Nafikiri ni hivyo. Sio kweli hapo. Inabidi wewe unaangalia sheria inavyozungumza. Nashukuru. Unasikia? Tutaongezea baadaye. Provisoire gisi inavyolipwa ni tofauti na gisi huko nafikiria kama. Tutaongezea baadaye. Dossier gisi inaweza kuenda mpaka gisi wafike ukondane. Sawa, tutaongezea baadaye. Ndio, tunaenda na mtu wa RRC. Bwana Onesphore, unasikia mtu wa IDPS wanasema wao ile ni kusema tu habari ya mitaani. Mwamko afikiria watakuwa tena na Kamerhe wamtumikishe, ndio hivyo. Unasema nini Bwana Theophile? Kwa sababu tunasubiri maelection punde kidogo, kama miaka ngapi, kama moja, kama ngapi hivi itakuwa imebaki twende kwa uchaguzi. Wewe unafikiri kwamba watakuja tena na Kamerhe? Kwa nini wasitumikishe labda siasa nyingine ya kuja na nyinyi watu wa FCC, ama kuja na watu wengine ambao watakuwa wamesaidia rais kufanya kampanya ama kufanya uchaguzi upite vizuri? Bwana Onesphore. Mimi nashukuru sana bwana mtangazaji, kwa sababu kama vile nilisema tokea mwanzo ke watu wa IDPS waliutilize strategie moja yenye iko compliqué mu cerveau ya batu kwa leo. Kwa sababu gani ni mimi nasema hivi? Ukiangalia vizuri wakati ya procès ya 100 jours, ninakumbuka wakati ya le 20 juin 2020 tulikuwa hapa ndani ya upango wa Arsène. Hapa tulikuwa tunafuata ile procès ya 100 jours, wakati juge alikuwa iko na jiprononcer. Tuliwaona watu wa IDPS wengi walifurahi wakati bwana Vital Kamerhe kukuwa condamné. Wakasema état de droit inaanza. Pale walianza sema mambo mengi. Tuliwaona hapa, tulikuwa nao hapa ndani ya upango wa nani wa Arsène. Mimi kama vile nasema, kama vile mwandishi kwenye message aliandika, ile iko acquittement yenye iko indirect. Uliangalia ndani inamaanisha nini? Kama vile mtu wao wa IDPS wa santé IDPS Etienne Longondo, wakati alipata liberté provisoire kisha kufanya mwezi moja kwenye gereza la Makala pale pa Kinshasa, directement tukasikia bwana Etienne Longondo alienda Ulaya. Shukrani kwa wote ambao wamejiunga nasi katika kipindi Tribune Populaire. Leo tulikuwa tukizungumzia hali ya siasa kwa sasa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tumegusia kufunguliwa kwa muda kwake Vital Kamerhe, kinara wa INC. Mimi ni Tamnyeke Lubunga, ambaye amefanya kama mtuone kunako YouTube ni Majaga wa Uvira News TV, na fundi mitambo ni Figo London. Shukrani kwa wote, makwaherini. Uvira News TV, multimedia service kwa ajili yako.